Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Mahakama ya ICC bado inaendelea kuwasaka makamanda nchini Libya. Mwanamume anayetuhumiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita katika gereza la Tripoli alihudhuria kwa mara ya kwanza mbele ya majaji katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu siku ya Jumatano. Huyu ni Khalid Mohamed Ali El-Hishri mwenye umri wa miaka 47 ambaye pia alidaiwa kutumika wakati wa utawala wa Muammar Gaddafi. Alikaa kimya huku maafisa wa mahakama wakisoma mashtaka ya mauaji, ubakaji na mateso. Alizungumza tu ili kuthibitisha utambulisho wake na baadaye akawataka majaji kumwachilia wakati kesi ikiendelea. Jaji kiongozi Lulia Motok alimwambia wakili wake kuwasilisha ombi la maandishi la kuachiliwa kwa muda. El-Hishri alihamishwa Uholanzi siku ya Jumatatu baada ya Ujerumani kumkamata mwezi Julai kwa hati ya ICC iliyofungwa. Waendesha mashtaka wanasema alikuwa kamanda mkuu katika gereza la Mitiga la Tripoli kati ya mwaka 2015 na mwaka 2020 akiamuru au kusimamia unyanyasaji wa wafungwa. Hata hivyo, anadaiwa kabla ya hapo alitumikia jeshi la Muammar Gaddafi. Anakabiliwa na makosa 6 ya uhalifu dhidi ya binadamu na makosa 6 ya uhalifu wa kivita, ikiwa ni pamoja na kumuua binafsi mfungwa mmoja na kuelekeza mauaji ya ubakaji na mateso ya wengine. Hakutakiwa kuingia kwenye maombi. Majaji wataamua katika kikao cha Mei 19 ikiwa ushahidi una nguvu za kutosha kwa kesi kamili. Kesi yake itakuwa kesi ya kwanza ya ICC nchini Libya tangu Umoja wa Mataifa uamuru uchunguzi ufanyike tangu mwaka 2011. Mahakama hiyo bado ina vibali kwa washukiwa wengine 9 wa Libya akiwemo mtoto wa kiume wa Muammar Gaddafi. Hata hivyo, wanajeshi wa Gaddafi bado wanasakwa. Wanajeshi hao wanasakwa kwa kile kinachodaiwa kwamba walishiriki katika mauaji ya halaiki ya enzi ya utawala wa Gaddafi. Na hivyo mahakama hiyo ya ICC imeona hakuna njia nyingine za kuweza kuwapata. Na hivyo mahakama hiyo imetoa vibali vya kukamatwa kwa makamanda hao ikiwa ni pamoja na mtoto wa Muammar Gaddafi. Hata hivyo, kuna baadhi ya watoto wa Gaddafi akiwemo Saif al-Islam al-Gaddafi na pia alishitakiwa na mahakama hiyo licha ya kwamba aliachiliwa huru. El-Hishri ni raia wa Libya, alikamatwa tarehe 16 Julai mwaka 2025 na mamlaka ya Jamhuri ya Shirikisho la Ujerumani kwa mujibu wa hati ya kukamatwa iliyotolewa na muhuri wa mahakama ya awali ya ICC mnamo Julai 10 mwaka 2025. Mshukiwa huyo aliyekamatwa kwa ombi la ICC alikuwa amesalia chini ya ulinzi wa mahakama na mamlaka ya Ujerumani hadi kukamilika kwa kesi hiyo ya ICC ambayo ni ya kitaifa ya mkataba wa uanzilishi wa mahakama hiyo. Msajili wa ICC Bwana Osvaldo Zavala Gila alishukuru mamlaka ya kitaifa kwa ushirikiano wao wa dhati na thabiti na mamlaka, ikiwa ni pamoja na kusababisha kukamatwa kwa hivi majuzi kwa El-Hishri. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo. Ni kile ambacho kinaendelea katika mahakama ya ICC ambayo inaendelea kuwakamata makamanda waliohusika na uhalifu wa kibinadamu huko nchini Libya tangu utawala wa Muammar Gaddafi na hata baada ya kifo cha Muammar Gaddafi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utajua mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.